Unapozungumzia hii chanjo ya polio, iko ile ya sindano na ipo ya matone. Ndio nikauliza OPV na IPV. Kwa nini OPV zaidi kuliko IPV? Asante kwa swali lako zuri. OPV kwanza ni rahisi kuitoa kwa sababu tunatoa tu mdomoni kama ambavyo unaweza ukanywa juisi, ukanywa maji. Kwa hiyo ni rahisi kutolewa mdomoni kuliko sindano. Sindano kawaida kama unavyofahamu ina uchungu. Kwa hiyo watoto watakuwa yani wanakimbia, na pia kuitoa inahitaji sterility vizuri, hasa ikiwa katika eneo la hospitali, kwa sababu zile tunajua tunaenda kutolewa nyumba kwa nyumba, kwenye shule, daycare center. Kwa hiyo tukiwapa mdomoni ni rahisi zaidi kuitoa. Sawa kabisa. Rahisi zaidi watoto kuipokea. Daktari, pia nilikuwa natamani kujua kwa sasa kitaifa riski ya polio imekaje? Kwa sasa kitaifa hakuna riski yoyote mpaka sasa tunavyoongea. Sema tu kwa sababu Wizara ya Afya katika kutekeleza majukumu yake ya siku zote huwa inafanya ufuatiliaji wa magonjwa. Ndio. Kwa maana ya kufanya surveillance. Kwa hiyo ilionekana kule jijini Mwanza kwenye majitaka kuna kirusi cha polio. Na ndio hasa inayotupelekea sisi kuweza kuchanja watoto kuanzia siku 0 mpaka chini ya umri wa miaka 10 ili kupata kuwaimarisha kinga zao, kwa sababu hatujui hiki kirusi ni mtu alitoka nchi ya jirani au ni wa hapa nchini. Kwa hiyo ndio maana inatupelekea sisi kuweza kuwachanja watoto wote kuanzia siku 0 mpaka miaka 9 na miezi 11 ili kuweza kuimarisha kinga zao. Kwa watoto njiti na kuaje? Maana kwenye huu mzunguko wa ratiba wanafanana na hao watoto wengine ambao tofauti na wao njiti. So long as ameshazaliwa anapata chanjo, kwa sababu yuko katika riski ya kuweza kupata ugonjwa huu wa polio. Okay, kwa kampeni ya sasa ya polio mmeitekeleza, mnapanga kuifanya katika maeneo gani ya taifa au mikoa gani, na utaratibu utakuwaje kwa mzazi anayewasikiliza? Dr. Shubira, kama unataka kujibu. Asante mtangazaji. Kama tulivyotangulia kusema kwamba hili ni tatizo la kitaifa, tunaimarisha kinga kwa wananchi wote. Ndio. Na kama alivyotangulia kusema mwenzangu kwamba inatolewa kwa watoto chini ya miaka 10, na kinachosababisha kutoa ni kwa sababu ya hiyo changamoto ambayo imekuwepo mkoani Mwanza baada ya kupima kwamba kuna kirusi. Kwa hiyo ikaonekana kwamba inawezekana katika mikoa mbalimbali, kwa sababu kuna mwingiliano kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inawezekana labda hata eneo jingine kutokea changamoto ya ugonjwa. Kwa hiyo serikali ikafanya maamuzi ya kuanza kutoa chanjo. Hii chanjo imeshatolewa katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Ndio. Kabla ilikuwa mwezi Machi, ambapo kuna mikoa ya kuna Mwanza, kuna Geita, kuna Mara, kuna Shinyanga. Mikoa kama 6 hivi waishapata, kwa sababu tatizo lilikuwa kule. Sasa kwa sababu serikali haiwezi kwenda moja kwa moja, ni gharama kutoa kwa pamoja. Kwa hiyo inatoa kwa awamu. Kwa katika awamu hii ndio unakuta kuna mikoa tena mingine ambayo tayari imewekwa katika mpango huu wa chanjo ya raundi ya pili, ambayo ni Dar es Salaam. Tuna Dar es Salaam, tuna Pwani, tuna Manyara, tuna Dodoma pamoja na mkoa wa Arusha. Kwa hiyo chanjo hii itatolewa kwa kipindi hiki, itatolewa katika hayo maeneo. Na hii chanjo itatolewa kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 30 za mwezi huu. Na kama alivyotangulia kusema, tunaendelea kuhamasisha wananchi kwamba ni watoto chini ya miaka 10, kwa maana waliozaliwa 2016 na kushuka chini wote, yani kuanzia mwezi 0 mpaka hiyo miaka 10. Okay. Wote tunahamasisha
hiyo chanjo itatolewa. Kuna namna ambayo ipo na imejengeka, na kuna dhana, tunataka tujue dhana za wengine wa kudhania kwamba ni chanjo ambayo inaweza kuleta madhara. Kuna namna nyingi ambazo zipo katika jamii, lakini inakuwaje mtoto aliyepata chanjo bado anaweza kuambukizwa au kubeba virusi vya polio? Wakati mkizungumzia dhana zikoje kwa Tanzania, na kwa nini imekuwa hiyo mikoa ambayo umeitaja? Asante mtangazaji. Imekuwa katika hiyo mikoa tuliyoitaja kwa sababu katika utaratibu wa serikali kufanya majukumu yake huwa kuna kufanya surveillance kama alivyotangulia kusema Clara kwamba kule mkoani Mwanza katika kufanya ile surveillance ya kupima maji taka kuligundulika kuna kirusi cha polio kwenye maji taka. Hakuna mgonjwa ila kuna kirusi ambacho haijulikani ni nani aliyetoa kile kirusi. Sasa kwa sababu kuna muingiliano, sasa hatujui either ni mgeni alikuwa anapita au inawezekana ni katikati ya wananchi, lakini hatujagundua. Kwa hiyo nchi kama nchi hatujapata mgonjwa, lakini ndio maana tunatoa kinga kwa maana ya kuwazuia watoto wasije wakapata huo ugonjwa. Labda daktari, sasa tukichana chanjo kidogo, inawezekana kuna mama huko ana mtoto wake ama kuna mtu anatusikiliza sasa hivi hapa. Inawezekana sisi tunajua polio ni nini, lakini kwa faida ya mtu anayetusikiliza, tunapozungumzia polio ni kitu gani ama ni ugonjwa wa namna gani na unakuwaje? Asante sana kwa swali zuri. Ni kwamba ugonjwa wa polio ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi, na ule ugonjwa ukishaingia kirusi kikishaingia katika mwili wa binadamu unaenda kuingia katika sehemu ambayo inahusiana na mambo ya viungo. Kwa maana yake ni kwamba ikienda akipata hiki kirusi kinaenda katika eneo ambalo linahusiana na mambo ya tuseme ni mishipa ya fahamu kwenye ubongo. Kwa maana yake kwamba kile kirusi kienda kajikita pale, unakuta mtoto anapata paralysis, anaparalyze. Kwa anaweza akaparalyze mkono au mguu. Na huu ugonjwa kirusi kishaingia, maana akishapata hiyo shida ni athari ambayo sasa anakuwa ni mlemavu. Polio haina tiba isipokuwa ina kinga. Sasa kabla hatujafikia kwenye ulemavu, ndio maana tunapambana kuhakikisha kwamba tunawakinga angalau, yani mtu hata kabla ya virusi hivi havijaweza kuingia, kwa sababu akiwa na kinga maana yake ni kwamba hata kirusi kikiingia hakitaweza kusurvive kule mwilini wala kuleta madhara. Kwa hiyo ndio maana tuna wakinga ili watu wasije wakapata athari baadaye. Na mapokezi ya chanjo ya polio kwa wazazi na walezi kwa sasa hivi mnavyoona yakoje na ushiriki wao? Mapokezi, kwa sababu tumejumuisha watu wengi katika hili zoezi. Ndio. Kwa maana ya wale kwa sababu zoezi hili linaenda kufanyika nyumba kwa nyumba, shuleni, kwenye daycare center, lakini pia hata wamama wale wanaokuwa na watoto wao sokoni watafikiwa. Kwa hiyo kuna wahamasishaji ngazi ya jamii ambao wao wataenda moja kwa moja kwenye nyumba kwa nyumba kuhamasisha. Lakini pia tumewahusisha watendaji wa serikali za mitaa pamoja na wenye viti wa serikali za mitaa, kwa sababu wao ndio wenye wananchi kule chini. Kwa hiyo zoezi hili linaenda kuwa rahisi kwa sababu viongozi wa mitaa ile tayari wameshapata elimu na wameshawezeshwa. Kwa maana hiyo zoezi litakuwa rahisi kwa ajili ya kupokea hii chanjo. Kwa sababu kiongozi akishapata taarifa sahihi ya nini kinatakiwa kufanyika, ina maana anapoenda kwa wananchi wake ni rahisi kupokea na kuweza kuhakikisha zoezi linafanikiwa. Na kama tulivyosema, linaenda kuanza tarehe 27 ya mwezi huu wa 8 mpaka tarehe 30 ambayo ni kesho kutwa. Tumebakiza tu siku 2 tu kwa ajili ya kuanza zoezi rasmi. Kwa sababu kipindi chote hichi cha wiki nzima iliyopita tulikuwa tunafanya maandalizi kuhakikisha wachanjaji wahamasishaji wote wanajua nini wanachotakiwa kwenda kufanya kule kwenye jamii, na wanajamii wapate taarifa iliyo sahihi, ikiwemo pamoja na kama alivyosema Sister Bachuba kwamba ugonjwa huu ni hatari sana, kwa sababu huleta ulemavu au kupooza kwa ghafla.
Once unapoona katika jamii mtoto amepooza kwa ghafla, ni kuchukulia serious, kwa sababu ni hatari mojawapo, kwa sababu inaingilia katika mishipa ya fahamu, hasa kwenye ubongo na uti wa mgongo, ambapo unaleta ulemavu wa kudumu. Nafikiri nimsaidie Dr. Clara hapa na Dr. Shubi. Dr. Shubi naona kama ameshapata alichokuwa nakitafuta. Iko tayari, sawa. Na mimi nilikuwa nimeshapata hapo. Okay, lakini itakuwa nzuri kabisa tukisikia kutoka kwako. Asante ndugu mtangazaji. Kwa utaratibu ambapo ni wa kawaida, kinga ambazo wanapata mtoto katika hizi chanjo ambazo anapata za polio, kwa utaratibu ni kwamba mtoto anapozaliwa anapata ile matone ya kwanza ambayo tunasema ni 0 dose. Kwa anapata matone ya kwanza, lakini baada ya wiki 6 pia anapata matone, na baada ya wiki 10 anapata tena, baada ya wiki 14 anapata dozi ya 3. Kwa hiyo maana yake wiki 6 ni dozi ya kwanza, wiki 10 ni dozi ya pili, na wiki 14 ni dozi ya 3. Sasa anakuwa amemaliza zile chanjo ambazo ziko katika mfumo wa kawaida, tunaita chanjo na routine vaccine. Yes. Sawa kabisa. Tulikuwa Dr. Clara alikuwa anatusaidia hapa kwamba kuna wazazi wanatusikiliza hapa na walezi na wengine wanakuaga ushiriki wao katika programu kama hizo na wanakuwa nyuma. Tunasema wanakuwa slow ama kwa sababu ya uzembe ama kwa sababu ya kutokuwa na taarifa sahihi na kadhalika. Wengi mara nyingi wao wanakwazwa na nini, na wao mnawasaidiaje? Kwenye hili unajua, katika kampeni yoyote watu huwa wanakuwa ile anasikilizia kwanza. Fulani kaenda, jirani yangu kaenda, mtoto amepata madhara, hajapata madhara. Hajapata madhara. Ngoja na mimi nimpeleke wa kwangu. Kwa hiyo kuna ile slowness, yani wanasikilizia kwanza. Lakini cha msingi ni kupata elimu sahihi. Kwa nini tunatoa hii chanjo kipindi hiki cha kampeni? Kwa hiyo tunawaelimisha ili waweze kuwapeleka watoto wao, kama ni kituo cha afya, kama ni nyumba kwa nyumba, kuwaruhusu wale wanaofika kwenye nyumba kwa nyumba ili waweze kupata hii chanjo, kwa sababu tumeona madhara yake ni makubwa. Sawa kabisa. Na zaidi katika kuwaelimisha, lazima uwaelimishe kwa kuwaambia hii ni kwa sababu tunaimarisha kinga za mwili za watoto wasipate na ugonjwa. Kuna swali moja kwa mawili ndani yake. Nini kinafanyika ikiwa mtoto ametapika mara baada ya kupewa chanjo ya matone? Lakini pia wakati mwingine mzazi anaweza akawa amepitisha ratiba ile. Inachukuliwa hatua gani? Yaani hajaenda kwa mujibu wa ratiba ya kupata hiyo chanjo. Tukianza na hii ya kutapika. Mara anapopata ile chanjo anatakiwa ameze. Kwa maana kwamba tunahakika kwamba imekwenda. Lakini anapoitapika ina maana ameitoa. Kwa hiyo itabidi turudie. Kwa hiyo tutampa yule mtoto muda ili tena baada mzazi itabidi amrudishe. Amrudishe. Sawa kabisa. Na kuna swali la pili hapo. Sehemu ya pili hapo. Rambi, rudia labda pengine Dr. Clara. Nimeuliza hii hapo. Sasa kwa wazazi, na hii ni muhimu sana. Kuna wazazi wengine kwa uzembe tu anaweza akapitisha utaratibu ya ratiba ile hatua kama zilivyotajwa hapo. Nini kinafanyika ikiwa amepitisha hiyo ratiba? Kwa kuwa chanjo ni mwendelezo, na akipitisha, kwa sababu atakuwa na hudhuria kliniki, pale atakapofika itabidi apewe ile dozi yake. Kwa mfano alivyosema Bachuba, kuna ile dozi ya kwanza ambayo ni 0 dose, alafu first dose na second dose, alafu na third dose. Kwa hiyo katika huo mlolongo lazima afuatiliwe ili kuweza kuhakikisha kwamba anapata hiyo chanjo. Na utaratibu wetu sisi kama serikali, tunao hawa tunawaita CHW, wahamasishaji ngazi ya jamii. Wanawafuatilia kwa karibu watoto wote walioko katika jamii ile, kuhakikisha wamepata zile chanjo zote zilizoko kwenye muongozo na zilizoko kwenye zile kadi za watoto chini ya miaka 5, na kuhakikisha kwamba wamepata. Kwa hiyo wanalo jukumu lile, na kama hawakupata chanjo kwa zile tarehe zilizoainishwa, anatoa taarifa katika kituo kilichoko katika mtaa ule kilichoko karibu, ili aweze kupata
chanjo. Kwa hiyo ufuatiliaji huko kwa karibu sana katika masuala yote ya chanjo. Kwa hiyo hakuna mtoto ambaye anaweza akaruka asipate chanjo kwa sababu hapo wakati unamalizia, mtoto mgonjwa mwenye homa, mafua anaweza kupewa chanjo ya polio au anapewa nafasi mpaka apone kwa sababu chanjo hii haina madhara mengine tofauti kwa sababu haina madhara yoyote, na kuwa na mafua hakuzuii kupata ile chanjo. Atapata chanjo kama kawaida na ataendelea na matibabu yake kwa ajili ya ile hali aliyokuwa nayo. Kama ni mafua atatibiwa kwa ajili ya mafua, kama ni homa atatibiwa kwa ajili ya homa. Kwa mzazi yule ambaye anasema mtoto wangu alipata polio, alipata matone akiwa na wiki 6, baadaye akapata wiki 10, baadaye wiki 14, leo anapokusikia unasema kwamba kuna kampeni kama hii inatakiwa mlete mtoto wake, labda Dr. Shubira utusaidie, tunamwambiaje mzazi huyu kumpa motisha kuja tena? Asante ndugu mtangazaji. Kama tulivyosema kwamba hii ni kampeni kwa ajili ya kuimarisha kinga. Kwa hiyo mzazi hata kama mtoto ameshapata dozi zote, anapaswa apate na hii dozi ambayo ni ya kuimarisha kinga. Na ndio maana tunasema tunawapatia watoto wote hata ambao ni chini ya miaka 10, maana wale walishavuka hicho kipindi. Kwa hiyo sasa hii tunayopatia sasa hivi ni kinga madhubuti tuseme, au tunaita booster dose. Kwa hiyo akipata hii maana inaimarisha zile nyingine ambazo ameshatangulia kupata. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.